الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tupo katika sura yetu, suratu Quraish. Tulieleza maana na uelewa halisi wa sura hii, na leo kama ilivyokuwa kawaida yetu huwa tunafuatilia kila neno, kila msamiati uliotumika katika Qur'ani. Tunajaribu kuuelezea kwa upana wake na kisha kutoa tija ya kwa nini Mwenyezi Mungu kalitumia neno hili kwenye sura hii au kwenye aya hii. Kwetu sisi tunapata tija gani? Tunaanza na aya ya kwanza. Mwenyezi Mungu anasema liilafi Quraish. Ukisoma katika tafsiri ya Sheikh mkubwa, tafsiri ya Kiswahili ya Sheikh Abdullah Al-Farisi, yeye anasema kwa ajili ya mazoea ya Makuraish, akimaanisha kuwa Makuraishi maisha yao walizoea kipindi kile wakifanya biashara za nchi za nje. Pakifika kipindi fulani wanakwenda Yemen, na kuna kipindi fulani wanakwenda Sham kwa maana ya Syria. Kwa hiyo wanatizama hali ya hewa fulani, wataelekea huko, hali ya hewa fulani wataelekea huko. Sihitaji kwa sababu tutakuja kuhitajia mbele. Katika vipindi hivyo viwili, kimoja walikuwa wanasafiri kwenda Yemen, kipindi kingine watakuja wanasafiri upande wa Syria. Kipindi kile ilikuwa inaitwa Sham. Walikuwa wanasafiri kufanya biashara kwa amani na utulivu. Wengine wanaporwa na majambazi huko njiani, lakini Makuraishi tu wao hawaporwi. Wakazoea, wakafurahi, wakaona haya mambo ni kawaida. Aya ya kwanza ndio inasema hivyo. Ukaenda kwenye tafsiri za wanachuoni kama vile Al-Qurtubi, Ash-Shawkani na wengineo, wanasema kuwa liilafi Quraish, ili uweze kuitafsiri lazima uanze na maneno kwa taratibu za kilugha ya Kiarabu, kwa sababu katika lugha ya Kiarabu sentensi ni aina mbili tu. Kuna sentensi ima ya jina, inaanza kwa jina, au sentensi inaanza kwa kitendo. Lakini sentensi hii ukitazama imeanza na lam, herufi. Katika Kiarabu, kwa kanuni za lugha ya Kiarabu, hakuna sentensi inayoanza kwa herufi. Sasa kwa kanuni wanasema ikianza ila fi Quraish kwa lam, basi maana yake nyuma yake kuna maneno yameondoka, kuna maneno yametangulia. Ndio wao wanatafsiri kuwa, na mimi napenda kuichukua tafsiri hii. Anasema mwanachuoni Al-Qurtubi, hii lamu hii ni moja katika lamu za kuonyesha maajabu. Ndio anasema liila fi Quraish. Yeye anatafsiri ni maajabu kwa hawa Makuraishi, kwa huu uzoea waliouzoea. Halafu leo amekuja Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaeleza
kwamba jamani muabuduni Mola wa nyumba hii, halafu wao hawaabudu, hali ya kuwa wao wanapata amani na salama huko njiani kwa sababu ya nyumba hii. Ni maajabu makubwa. Tafsiri nyingine wakatafsiri liilafi Quraish, kwamba Mwenyezi Mungu anamaanisha kuwa nimewaangamiza watu wa tembo, nimewaangamiza watu wa tembo. Tokea hapo, baada ya kuangamiza watu wa tembo kwa sababu ya kuilinda nyumba hii, tokea hapo tu Makuraish wakazoea kuwa na amani katika ulimwengu huu. Lakini maajabu, leo hawaamini kumwamini Mola wa nyumba hii. Nadhani tutakuwa tumeelewana vizuri hapa. Kwa hiyo tafsiri chukua hizo mbili. Liilafi Quraish, ni maajabu yaliyoje. Hawa watu wanapata amani, wanasaidiwa, wanazingatiwa, wanaheshimiwa duniani, ni kwa sababu ya nyumba hii. Halafu maajabu makubwa, leo hii hawamwabudu, hawamtaki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawamkubali Mtume Muhammad kwa sababu ya nyumba hii. Na tafsiri ya pili, Mwenyezi Mungu anasema nimewaangamiza watu wa tembo. Wao kawaida yao hawa Makuraish walikuwa si wamoja, walikuwa na vurumai, wanagombana wao kwa wao. Lakini nilipoangamiza tu wale watu wa tembo kwa ajili ya kulinda nyumba hii, basi wakaungana, wakawa kitu kimoja. Walivyokuwa kitu kimoja, wakawa nasaidiana wao kwa wao. Na shangaa leo hii hawataki kumwabudu Mola wa nyumba hii. Sasa kama ilivyo ada yetu, hebu tutafsiri ama tuliangalie neno ilaf na neno Quraish, kwa sababu aya ya kwanza ina maneno mawili. Kuna neno al-ilaf na kuna neno Quraish. Wanachuoni wanaeleza kuwa neno ilaf maana yake ni kujilazimisha kwenye jambo. Al-ilaf maana yake kujilazimisha kwenye jambo. Na wenyewe wanachuoni wanaeleza kuwa kile kitendo cha watu wamekaa pamoja kama 20, 30, 40, wakakubaliana jambo, wakaliandika, halafu wakasema jamani tutaishi hivi, tutaishi kwa mujibu wa kanuni hizi, kama kazini, kama ofisini, kama sehemu yoyote mkakubaliana kwa utaratibu fulani, ile inaitwa ilaf. Na wote mkawa kawaida yenu mnahakikisha kile kitu mnakisimamia kwa mujibu wa vile tulivyokubaliana, ndio maana ya neno ilaf. Halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapo baada ya ilaf akatumia neno Quraish. Quraish wanachuoni wanatafsiri kwa maana mbili. Wanatafsiri Quraish kwa maana ya kukusanya au kuwa pamoja, na pia kwa maana ya al-kasab, uchumi. Sasa wanachuoni wanatafsiri kwamba liilafi Quraish, Makuraishi baada ya Mwenyezi Mungu kuangamiza watu wa tembo, hapo wakaungana, tajamma, na ndio maana wanaitwa Quraish. Maana yake ni watu walioungana. Baada ya kuungana, waliungana kwenye nini? Waliungana kwenye biashara. Na wakaweka utaratibu, wakienda hivi Yemen, wakirudi, kila aliyepata faida anatakiwa aweke fedha fulani kwenye mfuko, aweke. Halafu mfuko ule kazi yake kuwasaidia wasiojiweza, ambao hawana pesa, hawana biashara, wanasaidiana. Kulikuwa na mfuko maalum. Wakenda wakirudi, faida wanayoipata basi wanaiweka katika mfuko maalum, halafu wakimaliza hapo anapewa mtu kusaidiwa. Ndio maana ya liilafi Quraish. Halafu wakawa wanalazimishana, lazima ukipata faida kiasi fulani, asilimia fulani uingize kwenye mfuko, ukimaliza hapo kiasi kile atapewa mwingine. Kwa hiyo kuanzia hapo, tokea baada ya kufa wale watu wa tembo, tokea hapo Makuraishi wakapata nguvu. Kwanza walikuwa na umoja, nipe nyingine Sheikh. Kwanza walikuwa na umoja, pili walikuwa na nguvu kubwa ya kiuchumi. Tokea hapo wakawa na umoja na kawa na nguvu za kiuchumi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia maneno haya mawili tu
kwenye Qur'ani. Kwa nini Mwenyezi Mungu ayatumie? Kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye ndio mtaalamu wa lugha. Kuyatumia maneno haya mawili anachokusudia ni kuwaambia Waislamu duniani, kuweni na utaratibu wa kujipangia mikakati maalum. Isiwe mnaishi hamna mikakati. Na sio tu mkakati, unaweza ukajiwekea mkakati wewe mwenyewe binafsi. Unaweza ukaweka mkakati wa familia yako ya ndani. Unaweza ukajiwekea mkakati wa kabila, wala si haramu. Si haramu kamwe kuwa kabila fulani lina utaratibu wake. Walillahi alhamd. Kaskazini huku wao wameweza sana hiyo. Kaskazini nasema nazungumzia Wapare, Wachaga na kadhalika. Kwa jamii hii ya Kiafrika au ya Kitanzania, wenzetu wameweza kuielewa liilafi Quraish. Huenda wanafanya hawajui liilafi Quraish, lakini liilafi Quraish ni moja katika kitu kinachowafanya watu watoke hapa walipo katika maisha yao. Kwa maana hiyo, kama unataka kuielewa Qur'ani inaposema liilafi Quraish, maana yake inakuzindua kuwa na mikakati, kuwa na utaratibu. Lazima wewe mwenyewe uwe na mikakati maalum ya kuhakikisha natokaje hapa nilipo. Lakini pia liilafi Quraish, mnaweza mkakusanyana kila baada ya mwezi, kila baada ya wiki, kila baada ya mwaka, tukawa tunazungumza kiasi gani tunacho na nani hali yake si nzuri, tukamsaidia. Ndiyo maana ya neno ilafi na maana ya neno Quraish. Ilafi ni kujilazimisha kwenye jambo. Quraish maana yake ni kuwa pamoja, halafu mnaweka umoja wenyewe kwenye uchumi. Qur'ani imekuja kutuongoza, itusaidie. Lakini baya zaidi hivi sasa katika watu ambao ndio hawana mikakati ya kiuchumi, wa kwanza ni Waislamu. Hatuko vizuri. Sambaratika, kila mmoja anaendelea na mambo yake, kila kitu kinakwenda peke yake. Na huku tukisoma aya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Aya hii huwa inasomwa ikiwa kuna mgogoro. Wa'tasimu bihablillah, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi ukisikia tu kwa hakadho sijui nani huko kavurugwa huko, basi tutasikia Mwenyezi Mungu atuambia tuwe wamoja kwenye nini? Haiwezekani kwamba pakitokea mgogoro nyinyi ndio mnatafuta kuungana. Muunganiko unatakiwa tokea mwanzo katika yale maisha ya kawaida, wewe mwenyewe na maisha yako, wewe na familia yako, wewe na kabila lako, wewe na watu wako, almuradi watu wawe wamoja. Ndio tutakuwa tumeielewa neno liilafi Quraish. Na hakuna kitu kikubwa ambacho kinaweza kikawafanya watu wakawa wamoja kama watu kuwa makini kwenye upande wa uchumi. Yani lazima watu kwenye uchumi wawe wamoja. Nichepuke kidogo ili tuelewane. Mwanzo kabisa nimeanza na aya, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, innamal khamr, pombe, wal maisir, kamari, wal ansab, kuabudia masanamu, wal azlam, na kupiga ramli. Mwenyezi Mungu anasema rijsum min amali shaitan, ni uchafu katika zile kazi za nani? Za shaitan. Fajtanibuhu, acheni, jitengeni. Sasa hivi nilikuwa naongea na Imam Harub, anasema kuna wahudi wanasema fajtanibuhu, maana yake yekeni kwa pembeni hivi, unainywa pembeni ile pombe. Fajtanibuhu maana yake haram, marufuku kwa mujibu wa tafsiri na kwa mujibu wa wanasheria wa usulul fiqh. Wanasema fajtanibuhu kwa maana acheni, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Sasa mchepuko wangu uko wapi? Mungu hawezi kutukataza jambo ambalo sisi lina faida kwetu. Mungu hata siku moja. Kwani ana ugomvi gani na sisi mpaka atukataze jambo ambalo lina manufaa kwetu? Ndio wanachuoni wanaeleza kila jambo alilolikataza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lina madhara kwa watu. Ili unielewe kwa nini Mwenyezi Mungu, tazama namna alivyopanga haya maswali, haya mambo manne. Kasema ya ayyuhalladhina amanu,
mlioamini, innamal khamru, kaanza na pombe. Hakika si jenginelo pombe. Kwani ubaya wa pombe ni nini? Ubaya wa pombe ni zawalul aqli, kuondoka na akili. Yani Mwenyezi Mungu anakataza, jamani msijitie uchizi, ndio anachokusudia. Innamal khamr, sio maana yake ukakaa kwenye kunywa tu. Chochote ambacho una hakika kitageuza akili yako usikifanye. Maana yake hapo pombe za aina, kitu chochote ambacho una hakika kitaharibu akili, ndio maana hapo kinaingia unga. Kwa hiyo ikiwa wewe hapa unaswali sana afu wewe ndio muuzaji unga, huli wewe mwenyewe, lakini wewe ni zungu, kazi yako kuwalisha watu tu unga, innamal khamru inakuhusu, kwa sababu unakwenda kubadilisha akili za watu, unaenda kuwafanya watu wawe wazimu. Jambo la kwanza. Halafu akasema wal maisir, kamari. Kwa nini Mwenyezi Mungu atukataze kamari? Wakati kamari mtu anakwenda anabeti, akimaliza kubeti anapata. Kwa nini atukataze? Analo lengo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Athari za mtu kucheza kamari, athari yake kubwa ni tarkul amal, watu kuacha kazi, wa adamul muamala fil mujtama, na kukosa miamala katika jamii. Watu, jamii yoyote ikiwa kazi yake kucheza kamari, elewa jamii hiyo haitoweza kuvuka kwenye uchumi hata siku moja. Hawezi kufaulu, hawawezi. Sasa tazama Mwenyezi Mungu alivyokuwa fundi, kaanza kuanza kwamba hebu lindeni akili zenu, kwa sababu mkishindwa kulinda akili zenu mtaanza kuto kufanya kazi. Unaona, unaunganisha hapo. Lindeni akili zenu, kwa sababu mkishindwa kulinda akili, wote mkawa walevi, akili zenu si barabara, kitakachotokea cha pili, mtakuwa sasa hamtaki kazi. Hamtaki kazi. Ndio kila mtu unamuona mshekhe kana swali, Allahu akbar, lazima kabeti ana mikeka kibao. Huyu tokea mwanzo huko hana akili, si barabara. Na hatari sasa hivi tunaona kawaida, lakini hapo mbele pakigeuka, baada ya miaka 50 hali itakuwa mbaya zaidi, kwa sababu leo kwenye university zote, kwenye vyuo vyote, watu hawaelezwi ubaya wa pombe. Hawaelezwi. Nani anaelezwa? Hakuna. Kwa hiyo lazima uelewe, tutakuwa na rais baadaye chizi, tutakuwa na waziri chizi, kwa sababu kishalewa, akili zake si barabara. Kwa hiyo akiletewa kitu kidogo tu hawezi kufikiri ufikiriaji mkubwa. Hebu fikiri, unaye ndugu yako mlevi ndani pale, unaweza kupanga naye kweli? Hali itakuwa ngumu, hali itakuja kuwa ngumu. Mwisho wake watu wakawa nafikiri, wasema tuachane na kazi, ukibeti tu nani anapewa, anapigwa mwekundu, anapigwa mweusi, anapigwa kijani, basi hana kazi. Wewe mwanamume mzima, amka kafanye kazi. Hili la pili. Jambo la tatu, Mwenyezi Mungu akasema wal ansab, pamoja na linalofuata ni kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Unajua nini athari? Kwa nini Mwenyezi Mungu anakataza watu wasiabudu masanamu? Anakataza Mwenyezi Mungu kuabudu masanamu kwa sababu watu wataanza kuishi kimiujiza. Wataanza kuishi kwa miujiza. Na ndio unaona sasa, wewe inawezekana vipi? Dume zima limeamka asubuhi na andika tu, kuandika, anafungwa fulani, alafu anatarajia atapata. Kutwa nzima limekaa tu, linasubiri miujiza. Si na itakuwa naeleweka? Halafu mwisho wal azlam, mambo ya ramli. Kwa nini Mwenyezi Mungu anakataza ramli? Kwa sababu Mwenyezi Mungu anakataza mtakuja kuishi kiuadui. Kwa sababu mtu anakwenda kwa shehe au si mganga, anaandika anasema kuna mwanamke mnene mfupi nyumba ya kushoto, atakosekana. Yupo tu. Atakosekana mwanamke mnene mfupi, mweusi, mwekundu, au ana alama usoni. Kila mtu anazo alama usoni. Mwisho wake sasa unarudi, mwisho kila ukitizama ukipima unaona huyu mama huyu. Uadui. Ujamaa unaondoka. Wengine wanaweza kaambiwa bana, asubuhi atakayekuja kukugongea ndio huyo. Kwa hiyo mtu akija kubisha, saa nyingine ana kheri, saa nyingine kafiwa tu, anakuambia bana mimi nimefiwa. Ndio huyu.
yani manake anaishi kiuadui. Ndio maana Mwenyezi Mungu akazikataza. Sasa mimi kote huko sipataki, chukua hapa kwenye Al-Maisir. Qur'ani liilafi Quraish inatufundisha lazima tuwe wamoja, tulazimikiane, tulazimishane wenyewe kwa wenyewe kwenye uchumi. Alafu ule uchumi tukiwa nao sawa sawa tu wasaidie wengine. Lakini tukiingia kwenye kamari, hiyo hela unayoitoa hujui unaipeleka kwa nani? Hujui. Saa nyingine hao watu waliowekewa utaratibu wa mipira, waliowekewa nani, wewe pesa zote tunazitoa leo huku kwetu sisi tunawapelekea wao. Sitakuwa watumwa tu mpaka kiyama. Na baya zaidi sasa, huu mpira hali yake ilivyokuwa mbaya zaidi, wanakwenda mpaka kwa maskini wa kupitiliza kabisa. Mtu hata uhakika wa kupata 10,000 hana wala 3,000, analazimishwa naye acheze kamari. Zamani ilikuwa imezoeleka kamari anacheza mwenye pesa. Ndio anakwenda kwenye hayo makasino, anashindana kwa sababu pesa wanazo. Lakini sasa hivi imeshuka mpaka mtaani. Kila mtu ana bet. Kila mtu ana bet. Hizi hela kwani mzunguko wake unakwenda kwa nani? Tumeshaamka hapo. Hebu tuamke kama walivyoamka Makuraishi. Makuraishi wameamka, wakakusanyana, baada ya kuona Mwenyezi Mungu kawatetea, basi na wao wakajiwekea utaratibu hasa katika uchumi. Katika uchumi tuna hali mbaya sana, lakini baya zaidi vita inakwenda mpaka kwa mtu mwenye hali mbaya sana. Liilafi Quraish. Mwenyezi Mungu atujalie tuielewe Qur'ani yake na tuweze kuongoka. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin.